toka pale o shetani we. Namba moja kimziki, pourquoi? Parce que minjo nibeba kwanza trophée ya meilleur artiste urbain de l'année. Donc kwa hii mwaka 2023 minjo namba moja. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Na mtazamaji wa Evoluda TV, kwa mara nyingine tena tumetimba hapa kama Sajcam Dawes, name is Filson, mbele ya kamera. Behind the camera ni Mr. Tino, suluhisho lake pamoja na Evida, sindikizo Mr. Shalike Kizungu. Anyway, ni klipu kubwa sana, interviews yenye uzito wake yenye kina. Pengine nakwambiaga tu kwamba endelea kuwa mwaminifu kwenye channel yetu ya Evoluda Television ambayo inakurushia news day by days. Na hapa nilipo leo ni Kapita Imon. Labda unakuja kujua itakuwa nini, nitarudia nini, ili mnadi tusukume ndinga pamoja. Anyway, mambo vipi bro? Fresh ndugu yangu, tuko poa. Tunashukuru Mungu bora uzima. Karibu Evoluda hapa. Kama kawaida tuko deja ndani mwake. Kama tumekuita hapa ni question 2-3 ili mnadi tuendelee kusukuma Bukavu na kutangaza mziki wa Bukavu. Kwanza mashabiki wako waambie kitu kabla tujaanza. So kwa mafans wote, thanks a lot kwa support, parce que bila nyie sizani kama bangeni invité kwa hii television ya Evoludia. So mwendelee kusupport muziki wa nyumbani, parce que bila nyinyi na sisi hatuko. Nikisema Butamu nakumbuka kitu gani? Naweza sema Butamu ni kati ya machanson zenye zilinifanya nijulikane mie sa vile Kapita Imon. Oh my God, nashukuru sana kwamba mmepatia jibu iliyokuwa sahihi kwa muda huu. Bwana Mr. Kapita, tumesikia labda kama unaweza kuwa kwenye group fulani ya muziki ama unakuwa unajiongoza peke yako, hatujui. No, Kapita Imon iko under control ya label ya Nyota ya Mtaa. Na my president nadhani kila mtu anamfahamu ni Maxwell Congomen. Kwa hiyo Maxwell tunayemuonaga yeye ni mmiliki wa label ama ndo mwongozaji, chief director sio? Yeye ndo CEO pia na ndo manager wangu. Donc anajue ni artiste kwanza, tena ni manager, pia tena ni CEO wa label. Ulipoanza kutoboa vipi? Haukupata watu wengine wanaanza kukuja kukwambia kwamba tunataka tuko management? Naweza sema sikukuwa na besoin yabo sana, parce que nilikuwa kwanza na mwenye nilianza naye depuis. Yeye aliona kipaji ndani yangu avant que hayatoka, na kipindi najitokeza akaendelea kunisukuma mbele zaidi. Ndo Maxwell. Donc benye tunaweza kuwa nao besoin sasa ni bakuongezea, mais deja tuko kwanza na un pas en avance. Number 1, kwa hiyo ni yule jamaa kule. Donc huyo ndo baba na ndo mama kwenye muziki wangu. Na katika label yenu ama usimamizi crew, mnakuwa sasa hivi mna wasanii wangapi waliokuwa ndani yake? Kwa sasa tuko tu wawili, tuko tu bade. Peut-être avec le temps tuna naongezea bengine, mais tuko kwanza natengeneza pesa, parce que sona pesa za Bukavu kuzipata ni problem. Il faut kupambana kabisa kwa jasho na damu. Mkiwa mko wawili katika crew, mnakuwa wewe na nani? Donc mimi Kapita Imon aka Siafu Mr. Kapitula na Maxwell Congomen ambaye naye ni manager na ni artiste aussi pia. Ya tunamjua kwa muziki na pia tunakumbuka kwa nyimbo ya mwisho iliyotoka kwake, ilikuwa ni nyimbo aliyofanya na I Heart Mr. Supanei. Okay. Baada ya hapo pia tulikuwa tunataka tujue, bado naona studio ziko nyingi kwamba mara studio mna studio sehemu. Kwa hiyo mna studio ngapi nyinyi kama nyinyi? Kusema kweli, pour l'instant tuko na studio 2. Tulianza kwanza na yenyewe ilikuwa Kamituga, parce que tuliona tukisema tuianzie hapa Bukavu basani wanakuwa ile mazoea sana kupenda vitu ya bei chini. Tukaona tutafute kwanza pesa, peut-être avec le temps tutakiatia sana ya Bukavu, et aussi tukakiatia ya pili maeneo ya Misisi. Kwa hiyo inakuwa ni studio 2 kwa mara moja. Moja Kamituga, ingine Misisi mzone ya Fizi. Kwa nini hamulengi hapa mjini center kuweka studio, ama mnaogopa kuweka studio center mjini? Nazani nilikuwa tanisha jibiana au yaniuliza, c'est parce que tuli comprendre que hapa Bukavu kusema kweli muziki basani banaipenda na banajitahidi, me banapenda vya bei chini sana.
Sasa tulipenda tuingize kwanza pesa, comme ça ikifikia wakati yenyewe tukishatengeneza pesa, tunaleta sasa studio hapa kupale msens ya kupromouvoir ba artiste meaina kutafutia kwa makuta. Tukifanya hii style unakumbuka nini? Siafu. Kwa hiyo ukifanya hivi ni siafu. Donc aka nikakuonesha ki ukifanya mzatu na kunata direct. Ouais. Mbona wengine walisema kwamba ni labda ni style ya Freemason? Hapana, donc nikasiafu tu kama hivyo kama system. Basi unaona kila mtu anawazia kama sens yake, mais auteur wa kitu na ndio mwenye anapanaka signification yayo. Donc wakati mimi nasema ni siafu, sitapinga juu ya nini? Na iko nje mwenye ulikreaka. Ouais. Jamani watazamaji, umenielewa? Kwa hiyo jamaa za kati nilikuwa naona naweka hivi. Nauliza maana yake nini? Majamaa fulani wananiambia kwani hivi maana yake ananataga kila demo. Wengine kwamba Freemason ndio amesema kwamba ni siafu mchache. Sasa hapa hujatuthibitishia siafu iko yaje hivi. Iko tu vile vile. Kwa hiyo nikubali kwamba siafu iko vile. Utapinga kwa nini? Mimi peke mimi auteur wa kitu nakwambia hii inamaanisha siafu. Mumasanse yangu. Donc il faut se fatilier mwendo ya masiafu kisina kuwaka hapo kio comprendre si réellement ni siafu ama haiko. Na malizaga hata miaka 5 sio ni siafu mwenzako. Sasa tafutana nayo ndugu yangu. Sasa siafu yenyewe leo uko nayo sio plus. Okay. Niko na siafu kadi ya peke yake kwamba logo hiyo ni siafu peke yake binafsi pia. And tulikuwa tunapenda tujue. Sasa ukisema Ema maana yake umeona nini? Kikubwa, kizito, kidogo? Unajua kila artiste anakuwa na façon yake ya kutumikisha boma nani fulani. Donc ni mumarki ya kujicreer identité. Donc batu baniyo kupitia bule umakri wangu. Kila mtu anakuwa na kri yake. Donc ile Ema ni kushanga. Lugha gani? Ni Swahili. Oh my God. Ni Swahili. Alagawe inamaanisha ona sasa. Mashi. Donc ona sasa. Kwa nini kushangaa ona sasa Ema? Donc ça vile bitu benye hauelewi. Donc iko ça vile yenyewe unatapenda transmettre message fulani, mais unashangaa kwanza avant que oui transmettre na ina aussi na attirer ule mtu mwenye iko na kufuatilia kusikilize bien. Isitoshe watu wengine zaidi wanakuwa wanatuambia kwamba jamani, Kapita anafanya muziki ambao kidogo inaingizana na comedy. Hili swala likiwa linakudemea kwenye sikio zako waga unalisikiaje? Ama ndo kweli ama ndo unakataa? Wewe ndo unapaswa kutuelekeza kwamba labda sometimes unagusa kwa comedy ama muziki wako uko nje na comedy, vitu kana vile pale. Non, mimi nasikia bien parce que comedy nayo ni art mzingine. Donc wakati unatumikisha art fulani juu tambulishe ingine art yako nao ni sawa tu. Ya maana ni message ifike na batu ba comprendre ulikuwa nataka imba juu ya nini. Na vipi upande wa Kivu unamfikiria nani? Kuna wambo jamaa ndo mkali kwa zaidi na mkubali of course. Unaweza sema Inosa Balume parce que ni mtoto wa Kivu. Kutoa yule aliyekuwa Kishasa kwa sasa. Unamkubali nani Kivu sasa hivi aliyekuwa mkaaje wa Kivu? Mkupenda tu ya kupenda artiste. Bote kwanza mimi napenda vraiment sans exception, hakuna artiste mwenye parce que Bukavu kwanza en réalité na Goma kungambo ya Kivu kwa ba vrai bosseur. Donc bosser tunajitahidi kutumika, semea tu kila mtu iko sana façon yake yenye bafana yake banampokelea kama. Mais bote kwanza sina sema wao napenda huyu unachukia huyu, hapana. Donc kila mwenye anapambana juu ya kutembeza muziki ya Kivu mbali na Kivu kine mpaka Tanzania naweza kumkubali. Vipi kuna msanii uliyekuwa na ugomvi naye? Hakuna, pengine kama kuku mwenyewe anakuwa na ugomvi na mie peut-être, mais mie hakuna mwenye niko na ugomvi. Kwa ubaguzi unahisi msanii gani ambaye ashaonesha dalili za ubaguzi upande wako one day isikuwe wazi? Ubaguzi? Ubaguzi concernant point gani? Kimziki kwamba ikifikia labda hatua fulani hivi tunakutana na ujamaa anakuaga tu apendi mimi nisogee, apendi mimi niongee, kwani anakuwa na wakati ya kupenda niwekee mipaka fulani hivi limnadi nisiendelee. Hakuna mwenye ashaka nizuia parce que biote benye niko leo ni juu ya effort ya management yangu na tunazidi kupambana. Parce que hakuna mwenye ashaka nizuia juu niko najikuta kwanza niko hata ku niveau yenye peut-être boy habafikiaka.
donc amweki kosa minjo mweniko na bazuia kufatana na makazi kungamba kusema seno msanii fulani anizuia juu nisifikia hatua fulani, hakuna. Show gani ambayo uliwahi kuperform ukajisikia raha zaidi kuliko zote? Ni show yoyote ile yenye bafana wangu wananipokelea kama bien. Kati ulipo ni perform mbele ya fane umoya kama tu alinipigia makofi ya bien na mimi najikuta mimi narizika, najisikia kama niko standby. Show gani ambao basi ilikuwa ya kwanza ulijisikia uko free kati unaingia? Show ya kwanza naweza sema ni show ambayo nilialikwa Goma, kipindi Harmonize donc anafanya manifestation kule. Naweza sema njoo ya kwanza na perform mbele ya public ya mingi na najisikia donc nje ya province yangu bananipokea kuzidia kisi kuata na wazia. Ukasikia kitu gani? Nisikia vile niko mbinguni. Na baada ya kutoka pale ulitoa nyimbo gani? Après kutoka Goma, nadhani kama sijidanganye pale nyimbo yenyewe ilikuwa na trend ilikuwa ni Sipendake, na juste après Sipendake nyimbo yenyewe niliweza kutoa ni Mupe kama na Kulomba. Baada ya hapo nimepata kuwa watu wengi walisema kwamba baada ya kutoka wewe Goma ulianza kusema mambo mengi kwamba mimi ndo nimebaki Kivu, wale wote waliojisifia sijui nini na nini kwamba ndo nani wa Kivu, mimi ndo mimi. Hili swala ongo kweli? Ngoma ya Wai, peut-être ngoma ya Wai ndio. Hakuna kumbukumbu nzuri ngoma ya Wai. Sio kujisifia, menazani ni vitu vyenyewe vilionekana kwa macho ya batu, nikapenda aussi mipeke ni viconfirmer pamoja na bafana nangu tu enjoy. Example sometimes nikikuuliza kwa Bukavu unaweza kuhisi unaweza kuwa namba ngapi kwa sasa hivi? Namba 1. Majamaa watakuja kuniua. Hii nafasi moja inaleta kasoro. Kwa hiyo namba 1 kimuziki. Namba 1 kimuziki pourquoi? Parce que minjo nibeba kwanza trophée ya meilleur artiste urbain de l'année. Donc kwa hii mwaka 2023 minjo namba 1. Unafuatiliaka sana posti zangu na unafuatilia sana mambo ya matunzo. Nadhani bilikuwa wazi parce que bana classe ya artiste c'est lo kupewa tunzo. Parce que kila mtu anapaswa kwanza jitatua kwanza. Mais kupitia sa trophée ndio itaonesha si réellement ule alikuwa wa kwanza upa ama hapana. Ladies and gentlemen, bado tunazidi kusukuma ndinga, mwenzako sukuma tailini, sukume gari, tufike wote hapa. Tunazidi kutema cheche kutoka Evoluda Television. Bado hapa question zangu za kuja kumalizia. Media gani ambao ushawahi kuparticipate ukafanya interviews ukasema hii media nimeikubali, nimeipenda Bukavu ama este kote basi kwa ujumla? Media ni nyingi, lakini tuseme zaidi kama ndeza sema niliwezaka ikubali paske kupitia interview nye nifaka mule ziliwezaka tembea sana ni media ya Goma. Ya Goma inaitwa Zonar. Zonar. Mais sio kusema ki Bukavu nako kuna ma media ziko trop, mais tuseme ma media za kutembeza zaidi kazi za artiste. Donc depuis mimi nafaka ma tour media yenyewe nishaka jikuta mimi nafaa acapella mu studio, mais kesho nasikia acapella nayo inavuma sa nyimbo. Vraiment bila kusema bongo ilikuwa ni Zonar. Yeah. Kivu Stars. Okay. Anyway, kwa programu ulizokuwa nazo sasa hivi kimuziki, unaweza kuwa una programu zipi na hit song nyipi ambao unahisi labda inakwenda kuja hapa mbele ni nyimbo gani? Nadhani kungambo kwanza hit song kuko yenye pour le moment iko mu terrain inaitwa Batu Banaisha. Donc sona yake kapita Diamond d'habitude ni mtu mwenye anazoea kaimbia zaidi benye batu banaishi. Na tulicomprendre que à pas dernièrement mamvula ziliua batu batro nyumba zao zililungula tout ça, nyo tukasema que non tufanye kitu fulani yenye itakuwa savile natia a memoire ya vile vyote. Batu Balisha katika nyimbo yako, lakini katika nyimbo yako tuliposikiliza vizuri ulikuwa unasema ndo
watu wanaisha yase ipo, na mwisho wa muda unasema mashehe wanajaribu nguruwe, mapadri wamekutwa sijui Asna Ukonyi. Mbona hujasema nyumba imeenda, hujasema maji yamewapeleka? Wanaweza sema pengine huyafuatilia nyimbo yote mzima. Donc ile yenyewe unasema nayo iko parmi. Donc kuonesha kibatu banaisha ni unaanza jikuta ma comportement zenye hazikukuwaka zishaanza kuwa kubatu wenye tukua na wazie. Donc unaanza kuta swat unaweza kuta pastor iko na ubiri, unaanza kibinyeko na ubiri kwa tokea muro yake. Kumbe kuka kitu kenye iko nafanya ndio kenye iko na muactive. Ndio unaanza sikia rap. Donc hauta comprendre kuna sema bintu gani. Kumbe kitu wenye kuna sema juu ya kale ka kitu kenye ali consommer mais muye kwanza ile esprit ya kusema kino ya kipasta hakuna. Hivyo jamaa napenda nikufe na raha hadi kesho. Kwa hiyo unaimba kile kilichokuepo. Donc mie napendaka nionyeshe realite nye watu wanaishi, nionyeshe kwenye makosa iko na kwenye kweli iko. Donc unaanza jikuta kwa mtu nyana anaanza jificha sasa yeye ni musulman, mais ukifuatilia très bien kumbe alishabiacha kizamani anabunda mukabashi kuna onjesha getre. Donc bile yote ni vinaonyesha kombe de fois watu wana vide. Mtazamaji wangu namjua Kapita ni msanii mkubwa, lakini hapa ameamua kunidanganya live bila chenga. Kapita nasema kwamba ni mbaga kitu ambacho kipo, lakini hapa ni kicontrol. Amesema shetani ameokoka. Ulikuwa shahidi? Unayua batu ya mingi ndio wenye habayuake comprendre nyimbo inakuwa kaje. Nyimbo donc artiste ni poete. Ni mtu mwenye soit anaweza sema bienye bisha kapita, ou soit bienye iko naishi, ou soit tena bienye bitafikaka. Kusema shetani anaokoka sikuwa na maanisha shetani. Donc shetani mwenyeshi tunaiwaka, c'est pas pour rien unakutaka mzazi sanye iko na mtoto anamfanyia kosa mbaya, unamwambia toka pale wewe shetani wewe. Unakomprendre? Haimaanishi kile mtoto ni shetani, mais inawezekana alifanya kitendo ya kishetani yenye haiendani na yeye na education yenye alimpatia, ndio anamuita shetani. Donc shetani kuokoka ni ile kusema kino batu ile donc batu baache sasa kufanya mabaya, baanze fanya mazuri. Donc unye mtu anaanza acha kufanya bibaya anafanya bizuri. Donc ça veut dire que ndio kwenye shetani anaanza vala chapele. Donc ana comprendre que non, hapa nilikuwa mu makosa narudia kumustari. Hapa mtazamaji, sijui kama nimedanganya. Comment chini kwenye YouTube channel uniambie hili swala vipi, eti kwamba kila mwenye kosa ni shetani ukiacha makosa, kwa hiyo umeacha libaya. Amesema Yesu mimi. Na Kapita, hivi kichwa chako kitidhama, hii ni style ipi? Pembe mbili, si ndio? Basi just après shetani kuokoka. Sorry, kwanza unijibu. Hizo si ni pembe mbili? Hizi ni shinyo mbili. Kama ni pembe mbili, shetani alinyoa nini tena? Alinyolewa nyo senyerle. Akatoa nini? Alitoa mapembe, akanyolewa senyerle. Oh my God, shetani alitoa mapembe akanyolewa senyerle. Na hapo kitizama kichwa wake nusu hizi pembe. Utakaponyota nyoa nini? Hii sio mapembe, hii ni mashinyo. Mapembe na kwa ni ya kuchongoka. Mapembe na kwa ni ya kuchongoka, ni juste tu kuonesha combien de fois tulifournir effort ya trop pour que shetani ajikute. Donc wale wafanya dhambi deja shetani ajikuta na fezereka. Na pia alikuwa anataka kumbeba na force yake yote watu wote wakaokoka. Kwa hiyo ulizipeleka wewe ama Mungu kazipeleka? Omwa tata na mimi nizipeleke parce que ndayo azigere. Unataka madaraka huku upande au vipi? Kutaka madaraka? Madaraka gani? Maana nasikia na unaweza kupeleka mamizigo za watu wengine. Ndio basi, unaona mimi ni kioo cha jamii. Kwanza hapa niko tu na mzigo kwanza watu ya mingi, niko na mzigo wa bafan, ifoni waimbie nyimbo zenye za kuelimisha, nibaoneshe vitu vyenye haviendeki na vyenye vinaendeka. Donc ile ni charge. Vraiment c'est que vraie charge kwa niko nayo. Tena ya danger. Juu kiniambia take na utanisaidia kwanza hizi mbili ndezi shukuru. Mimi kubeba mapembe siwezi. Basi. Hizi pembe zimebakiza kwake na bado tunasukuma ndinga. Bro, hii hapa inamaanisha gani? Tunaionaga sana mara sijui inaandikwa nini?
Usifate vile vinaandikiwa. Hata tu style hii deja ni bransard, na nadhani kila mtu ana yake. Wakati kwenye kuko equipe akwezi kosa kapitaine, parce que shibote ba musicien tuna former equipe na ifale kuna kwa kapitaine wabo, parce que coach ni Mungu. Coach wetu ni Mungu ndio akutongoza, me sasa yenyewe swate Mungu afuatilie sana game, faut kapitaine na wa defenseur jipange hivi, ataka jipange hivi na vitu vinakuwa sawa. Kwa hiyo kapita una dawa una mizizi na kufanya hadi unaanza kuhiti mjini sasa hivi. Nina dawa ambayo nilipewa na Mwenyezi Mungu ili nilinde timu yangu. Na ndo hii. Kwa hiyo umeelewa. Kwani kwamba kule mnamuona kwenye show kubwa na ana perform na pasua. Kumbe ana nini? Mkono ndo maana haitoagi yani. Naweza kuitoa. Ukitoa hapa utakuwa bubu. Haina dawa mfasonyo na wazia. Donc ni juste signe sasa na kisha unazazala mapasa, ni unasema huyu ni mtu yako signe fulani poki nikuwe na mtambua. Donc mu equipe il faut si kuwe kapitaine, sasa shivo tutavala vya kufanana, il faut kuwe trace fulani kenye katatofautisha huyu na bengine. Pour que quand même ile respect ku timu yangu iko na kuwa bakona comprendre que chef anatuambia tufanye hivi, tumusikie. Shana mimi na aloma madaraka kwa Mungu, donc yeye ndio kocha wetu. Tunaongoza timu hivi na hivi na tunaongozana, tunafanya pass B. Bana, yaachia watu ujumbe hapa, tuteme sumu mara moja, tukimbie ujumbe fulani kwa mashabiki, waambie kwamba hivi liwalo na liwe nini na nini, hiki na hiki kinaenda hivi. Kwanza naweza sema thanks a lot kwa mafans wote wa muziki mzuri wa Bukavu, muziki wa Kivu, na kwa support yenu zaidi kwa mafans wote wa Nyota ya Mtaa Label, parce que bila nyie kwanza hii trophée tulipata 2023 peut-être haingelikuwa, mais batu wote wali comprendre kwanza que tulifournir maefforts za trop, tuliperform jukwaa zikubwa zote na tuliasire na Mungu akatusaidia, na aussi tukasema que non njoo ingali mwanzo. Donc 2024 déjà titre ya batu banaisha kwa lancer, na à très bientôt clip vidéo itakuwa nao lancé. Tuendelee tuangalie tutaanza mwaka ya 2024 parce que terrain iko chapeau sana. Il fallait capitaine tena akue apange tena vitu yake bien pour que, parce que bila mikosa nilibachia 2 mois depuis niwe trophée, nilibachia 2 mois nasema nione kwa ba jouer kama bo peke nabo baneza organiser kapase kabia bapate bi 0. Ndio nikakia jikuta nikakia comprendre ki kapitaine tu kwanza ni wa maana mu equipe, na siku tonaka match yenyewe naanza kapitaine haiko, usifataki ile match. Watazamaji mmetufuata mara moja tukiwa tuko pamoja, ukiona tumeongea sana juu jamani, nilikuwa nimemlenga sana baada ya mambo mengi sana, baada ya muone mara show kubwa na Harmonize, mara muone nini na nini vitu kama na vile pa, lakini leo hapa tumemtumbua na jipu lisiloiva, usilijipue hapa. Cha tuseme bye bye, hustle tukutane tena, tunawatakia laheri.